tukitengeneza makundi miongoni mwetu, malengo ya manispaa yetu yanawezekana yasikimie. Nilisema siku nilipochaguliwa kwenye chama kwamba tuna kazi kubwa ya kufanya this time kuliko pengine kipindi kingine chochote. Nilielezea hali ambayo chama chetu kipo sasa hivi, hali ambayo serikali yetu ipo sasa hivi. Tunatikiswa, sisi hatutakiwi kutikisika. Tumemaliza kampeni za uchaguzi. Tunapomaliza uchaguzi, ninavyojua mimi, siasa inahamia kwenye bunge, siasa inahamia kwenye mabaraza ya madiwani. Sisi hapa tutake tustake, tunatakiwa ndio tuwe askari number 1, askari wa kwanza kabisa kumtetea kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Hatuwezi kuwa na sisi ni sehemu ya wachangiaji wa mambo ya hovyo hovyo. Sisi lazima tusimame imara. Kama tuliweza kusimama imara wakati wa kampeni, tukamnadi kiongozi wetu, tukamzungumzia kiongozi wetu, na tukafika tulipofika, sasa tunakwenda kwenye utekelezaji. Lazima moto ule sasa uwe mkubwa kuliko moto ule uliopita. Tuungane pamoja, tukaisemee vizuri serikali yetu, tukatengeneze mshikamano na wananchi wetu katika maeneo yetu. Sisi ndio tuko chini. Wabunge hawa wataondoka, watakwenda bungeni, lakini diwani haondoki kwenda bungeni. Diwani anabaki kwenye halmashauri, mwenyekiti wa serikali ya mtaa anabaki kwenye mtaa wake. Kwa hiyo ukiangalia viongozi ambao tuko karibu na wananchi kwa shughuli za kila siku, kwa shida zao, kwa raha zao, kwa maumivu yao, ni sisi waheshimiwa madiwani pamoja na wenye viti wa serikali za mitaa, ambao tutagongewa saa zote, lazima tuitike. Kwa hiyo watu wa kulinda maslahi ya wabunge wetu, kuwasemea wabunge wetu, kuwapa hoja za kwenda kupeleka kule, na wakati mwingine hata kuwalinda pale ambapo tunaona wanataka kuchafuliwa. Wa kwanza ni wenye viti wa serikali za mitaa, wa pili ni sisi waheshimiwa madiwani. Wabunge hawa watapata faraja ya kwenda kuomba fedha za utekelezaji wa miradi mbalimbali kwenye wilaya ikiwa sisi tutakuwa kitu kimoja. Kupitia hili niseme, tulikuwa na utashi hapa, tulikuwa tunagawanyika hapa wakati wa kampeni. Labda meya atoke upande fulani, kwa nini atoke huku? Sisi tusiangalie hiyo. Sisi tuangalie uwezo wa mtu, namna gani anaweza kutuongoza, namna gani anaweza kutuunganisha. Tuliokuwepo zamani hapa halmashauri, ndugu zangu, meya wa kwanza wakati tunaanza halmashauri ya manispaa ya Kinondoni alikuwa ni diwani wa kata ya Kawe, ndugu Salum Londa. Alikaa miaka 10. Sikusikia mimi watu wa Kinondoni wanasema, wa jimbo la Kinondoni wanasema yule meya kule hafai. Meya wa pili aliyefuatia, na picha zile pale, ni Yusuf Mwenda, anatoka kata ya Mikocheni. Alitoka kata ya Mikocheni. Jimbo gani hilo? Jimbo la Kawe. Watu wa Kinondoni hawakulalamika kwamba kwa nini meya atoke huku. Tulisema anatosha na change inabaki, na tukampa. Na leo sisi tuko hapa manispaa, tunafurahi kuona mtu aliyepata kuwa meya kwenye manispaa hii ndio Commissioner General wa TRA. Pigeni makofi mengi. Hivyo tulikaa hapa, hatukuiangalia jimbo, tulisimama. Hata na mimi nilikuwepo katika kusimama huko. Mimi niliitwa, mkuu wetu wa mkoa wakati ule alikuwa Makonda, mkuu wetu wa wilaya alikuwa Salum Hapi. Nilionyesha tamaa ya kutaka umea, lakini niliitwa, nikaambiwa hapana, tunamhitaji Benjamin Sita awe meya wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Anatoka jimbo gani? Kawe. Meya wangapi huyo? Misongoro Mnyonge tu mwaka juzi ndio amekuwa meya. Kwa hiyo wala kulikuwa anayetoka Kinondoni, na wala watu wa Kinondoni hawakuwa kulalamika. Kwa hiyo hata na sasa hatuoni sababu ya sisi madiwani wa Chama cha Mapinduzi wakati mwingine kutaka kubadilika. Tunakuwa kama vile madiwani wa upinzani, kwamba lazima huyu sio yule, huyu sio yule. Ndio maana siku ile nilisema kilichoshinda, na tuendelee sisi kusema kilichoshinda kwenye wilaya yetu ya Kinondoni ni Chama cha Mapinduzi, full stop. Kwa hiyo niwaombeni ndugu zangu, hata katika masuala ya maendeleo, mimi nyinyi wa madiwani wa zamani mnajua, niligombana na mbunge wangu hapa Tarimba. Tulivutana na Tarimba humu ndani, na nikamwambia Tarimba, ndugu yangu, kaka yangu, acha kuvutia kila kitu kwako. Kinondoni ni jimbo ambalo lilipangwa, na hili nitalisema hata nikiwa kaburini. Tuliokuwepo Kinondoni, Kawe, Kunduchi, Ununio huko,
Mbweni, Bunju, ilikuwa ni mashambani. Uongo. Mabwepande hivyo hivyo. Watu waliokuwa wanatoka, mji ulikuwa huko Kinondoni. Mji uliokuja kuanzishwa baadaye ndio mji huo wa pembezoni. Kwa hiyo maendeleo, mji huu Bryson aliupanga huku. Hakupanga Kawe kwa sababu Kawe ilikuwa ni mashambani. Kawe huko ndo kwenye ng'ombe, kihistoria tunajua. Ukienda mbele watu wanaondoka hapa mjini anakuambia anaenda shamba, anaenda Bunju, anaenda shamba, anaenda Bweni, anaenda shamba, anaenda Mabwepande. Baadaye ndio tumekuja kutengeneza mji kulingana na nini? Na uhitaji. Sasa mahala ambapo tumetengeneza mji, tutake tustake, ni lazima tupeleke maendeleo kwa gharama kubwa. Leo hata kwenye idadi ya watu, ndugu zangu, idadi ya watu waliopo jimbo la Kinondoni na idadi ya watu waliopo jimbo la Kawe watu ni wengi kuliko jimbo la nini? Kwa hiyo jimbo la Kawe, utake ustake, ni lazima upeleke maendeleo ya miundombinu. Tunahitaji shule, madaraja, barabara na kadhalika na kadhalika. Na ndio maana hata tulipokuwa tunajadili DMDP2 tulielekeza, nadhani utekelezaji wa DMDP2 ambao bado haujaanza kutake off vizuri, zaidi ya 70% unakwenda kutekelezwa kwenye jimbo la Kawe. Hayo ni maendeleo, sio maendeleo. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba muendelee kuwa na imani. Inawezekana wakati mwingine ukubwa wa eneo, hata ukifanyiwa maendeleo huoni. Inakuwa ni kama vile maji, unachukua maji kwenye pipa unachota kwa kisoda. Huwezi kuona kama umechota kitu chochote. Kwa hiyo jimbo la Kawe, kutokana na ukubwa wake, hata kile kinachofanyika unaweza ukasema hakuna kinachofanyika, lakini kiuhalisia yapo ambayo yanafanyika. Na hata kwenye bajeti hii mtakwenda kuipitia, mtaona yako mambo mengi tumeyaelekeza kwenda kwenye jimbo la Kawe. Kwa hiyo mimi ninachowaomba ndugu zangu, tuendelee kushikamana. Tumechaguliwa hapa, kila mmoja amekuja na ajenda zake. Kina mama wale wa viti maalum wana ajenda kumsaidia mwanamke. Namna gani 10% itakwenda kuboresha maendeleo ya kina mama? Namna gani 10% itakwenda kusaidia vijana? Namna gani ile 10% itasaidia watu wenye ulemavu? Nadhani hiyo ni ajenda yetu kubwa. Tuna bajeti tumetenga sisi kwenye mapato yetu ya ndani kwenye kujenga miundombinu. Ile karibu bilioni 6+. Lazima tujue tunafanyaje, tunagawanaje ile keki. Lakini pale penye uhitaji, mimi kama meya sitaki niwe mnafiki. Nitasimama nitasema mahala fulani pana uhitaji zaidi. Kwa sababu hata wewe ukiwa mgonjwa unakwenda hospitali, unakaa unamsubiri daktari, kuna wakati uko kwenye foleni, anakuja aliye mahututi, wewe mgawa ni mgonjwa, unasema yule kwanza atangulie. Uongo. Hilo ndilo tutakalolifanya. Kwa hiyo tukiona Kawe kuna uhitaji, tutakaa hapa, tutakubaliana tupeleke Kawe. Tukiona kwa hili Kinondoni na uhitaji, tutakaa hapa, tutasema tupeleke wapi? Tupeleke Kinondoni.